Karibu. Naitwa Hamisi Mkaruka Kura, katibu wa CCM wilaya ya Hai. Ningependa kuzungumzia swala zima la uchaguzi. Kwanza nitoe shukrani kwa kamati ya siasa ya wilaya, kwa kamati ya ulinzi na usalama inayoongozwa na mkuu wa wilaya, kwa wanachama wote wa CCM wilaya ya Hai na wananchi wote kwa ujumla wa wilaya ya Hai kwa kumaliza uchaguzi tukiwa salama salimini. Nina imani kati ya wilaya ambazo tulifanya uchaguzi kwa utulivu mkubwa na kuna uvunjifu wote wa amani uliotokea. Kwa ujumla mwenendo wa uchaguzi ulikuwa mzuri, kupiga kura vizuri na watu walijitokeza takriban kupiga kura kwa 76%. Na Chama cha Mapinduzi tulipata ushindi kwa nafasi ya urais 94.4%, kwa nafasi ya ubunge 93%, na kwa udiwani wote kwa ujumla tulichukua kata zote 17, kwa maana yake ni 90% kwa nafasi ya udiwani. Kwa hiyo ni kazi nzuri tulifanya kuhamasisha, lakini vile vile inaonyesha ni jinsi gani tulijipanga kufanya siasa za kistaarabu. Hata wenzetu hawakuweza kulalamika kwa sababu walitendewa haki. Lakini leo nachukua fursa hii kulaani sana vitendo vya uvunjifu wa amani vilivyotokea katika maeneo tofauti ambayo watu wengine wanasema waandamanaji. Mimi kwa mawazo binafsi wale sio waandamanaji, bali ni waporaji wa uvunjifu wa amani. Kwa sababu ukiniambia muandamanaji, lazima kuna utaratibu ambao unafuata. Kwanza unaomba kibali, lakini cha pili unakuwa na sehemu ya kuanzia na sehemu ya kumalizikia. Lakini vile vile lazima ubebe ujumbe ambao unaenda kuwakilisha kwa mtu. Sasa kama watu wanaibuka mahitaji yao hayajulikani afu unawaita waandamanaji, hiyo haikubaliki. Ni kwamba au sio waandamanaji bali ni waporaji kama waporaji wengine. Lakini vile vile kinachoshangaza sana, waliwahi kuulizwa na chombo kimoja cha habari, kaulizwa, hivi leo mkiitwa kwenye maliziano nani kiongozi wenu? Wakasema sisi hatuna kiongozi. Sasa kama hamna kiongozi, matakwa yenu ni nini? Wakasema wanahitaji rais wanayemtaka wao. Tafsiri yake ni demokrasi bila kufuata utaratibu na sheria ni fujo. Sasa kila mtu akisema namtaka, hakuna rais ambaye anaweza katokea akatakwa na watu wote. Kitu ambacho kinapendwa na watu wote ni fedha tu peke yake. Lakini kila mtu atakuwa na mtizamo wake. Na ndio maana kila mgombea urais alipata kura zake. Kwa hiyo maana yake huyo aliyesimama na mtizamo wake alimhitaji huyo akampa kura. Sasa nyinyi hamwezi kutoka huko tu mnasema sisi tunamtaka rais tunayemtaka bila kufuata utaratibu. Kwa hiyo ndio maana mimi nasema huyu ni uvunjifu wa amani na ni waporaji, ni vibaka, wala sio kwamba ni waandamanaji. Mwisho nitoe wito kwa Watanzania wote. Tuhakikishe kwamba amani yetu tunailinda. Tusiingie kwenye mkumbo wa watu wanaohamasisha amani wakati hawako Tanzania. Tanzania ya kwetu sote na ni nchi yetu sote, hatuna pahali pengine pa kwenda. Kwa mazingira ya Afrika Mashariki, Tanzania amani ikivunjika hatuna nchi yoyote tunayoweza kukimbilia. Sisi ndio tunaokuwa wakimbilio la nchi zote za Afrika zinazotuzunguka kuja kuishi hapa, na wanaishi kwa amani na utulivu. Mwisho wa utulivu tupatikana kwenye nchi zao, wanarudi. Sasa leo Tanzania ikivunjwa amani kwa watu wachache ambao wana urotu wa mali za watu na nini, hilo sio jambo jema. Naomba tuilinde amani yetu kwa mustakabali mkubwa. Tanzania moja, nchi moja. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.